mistari hapa na pale nitachanganya ndimi ama nitatumia lugha ya Kiingereza na Kiswahili kwa pamoja. Na natumai tutaweza kubarikiwa kwa pamoja. I want us share ama nataka tupate neno letu kutoka kitabu cha Luka 5 kuanzia mstari wa kwanza hadi 11. Luka 5 mstari wa kwanza hadi mstari wa 11, na tutasoma. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona mashua mbili zimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika mashua moja, ndio yake Simoni, akamtaka aipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi akawafundisha makutano akiwa katika mashua. Na alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. 6. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. 7. Wakawapungia mikono washiriki wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje kuwasaidia, wakaja wakazijaza mashua zote mbili hata zikakaribia kuzama. 8. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini mbele ya Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. 9. Maana alishikwa na mshangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki waliowapata. Mstari wa 10. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. 11. Hata walipokwisha kuziegesha mashua zao pwani, wakaacha vyote wakamfuata. Hata walipokwisha kuziegesha mashua zao pwani, wakaacha vyote wakamfuata. Nataka tugawe neno kuhusu neno la Mungu ama the word of God. The word of God, neno la Mungu. Na nitataka tuchambue kidogo tukitazamia jambo linalotuhusu kuchukulia neno la Mungu kama lilivyo. Taking the word of God as it is. Taking the word of God as it is. Kuchukulia neno la Mungu kama lilivyo. Mahali ambapo tumesoma katika Luka 5 kuanzia mwanzo, Yesu alikuwa akifundisha. Katika harakati zake za kufundisha, Biblia inatuambia umati ama a crowd of people were pressing against him. Watu wengi walikuwa wamemfuata, walikuwa wanasukumana kwenda kusikiza neno la Mungu. They were following him and he was teaching. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Neno la Mungu. Na kwa muda mchache tutaangalia mambo matano ambayo ningetaka tuyasome siku ya leo,
ama 5 things I would want us to learn from that scripture. Na la kwanza ni je, ni somo lipi ambalo ungelisoma kabisa katika maisha haya? Kwa Kiingereza inasema the greatest lessons we learn in this life is the lessons that we get to learn in the school of adversity. Somo ambalo tunaweza lisoma kabisa katika maisha haya ni mambo ambayo tunayasoma wakati tunapitia mambo magumu. Wakati unapitia hali ngumu, jambo ambalo unalisoma ndilo linaweza kukusaidia. But I want us now narrow down to the few lessons. Ama nataka tuegemee katika mafundisho ambayo tunajifundisha siku ya leo kutokana na neno la Mungu ambalo Yesu Kristo alikuwa amelinena. Hawa wavuvi walikuwa wametumia muda mwingi. Biblia inatuambia usiku kucha walikuwa wanajaribu kuvua wasipate samaki hata mmoja. Walikuwa wameng'ang'ana kwa nguvu zao zote, kwa akili zao zote, wasije wakapata hata samaki mmoja. Na hilo likawa funzo kwetu siku ya leo. Unaweza tumia muda mwingi sana, unashughulika, unapanda, unashuka, unang'ang'ana vyovyote uwezavyo, lakini usije ukafanikiwa. These people and spent that much time. They were professional fishermen. Wao walikuwa hodari wa kuvua. Na ningetaka tuangalie Simoni kama baba. Baba ametoka nyumbani, ameenda kutafuta lishe. Tarajio la kila mtoto ama mwenye nyumba ile ni kwamba baba atakapokuja atakuja na kitu ya kukula. But here they are spending the entire of the night and they got nothing. Absolutely nothing. I want us to learn this. There is failure without God. There is failure without God in our lives. Hakuna kufanikiwa ijapo ama iwapo hautamwalika Mungu katika maisha yako. Katika kila jambo ambalo unalifanya, hautawahi fanikiwa, hautawahi faulu kama hautamkaribisha Mungu, kama hautamkaribisha Yesu katika maisha hayo ama katika jambo hilo. I can do everything through him who gives me strength. That is Philippians chapter 4:13. Wafilipi 4:13. Inatuambia hivi, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wale wavuvi walikuwa wamejaribu usiku kucha wasipate chochote, lakini Yesu kupitia akawaambia, egezeni na mtupe nyavu zenu ndani na mtaweza kuvua samaki. Simon responded and said this, Master, we've spent the whole of the night. Tumeng'ang'ana usiku wote na tujapata kufanikiwa. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Jibu la Simoni, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha. A tiresome work. They worked so hard the entire of the night, but they could not get anything. Friends, it is very possible to work the best you know how, yet you get nothing.
kuna uwezekano ukafanya kazi kwa njia zote zile ambazo unazijua, unazifahamu, lakini usije ukapata chochote. And it is so disappointing. You are a father, you've gone out, the children are waiting for something. Umekosa kabisa. Ukirudi utawaambia aje? As the same people would always say, utaambia watu nini? Utaambia watu aje? Utasema kulienda aje? Wewe ndiwe tegemeo. Wewe ndiwe unatarajiwa kuleta kitu nyumbani, lakini haujapata. They are tired. From verse 1, Yesu akaona mashua zimeegezwa. Akaingia katika moja yazo ambayo ilikuwa ya Simoni. Akamwambia apeleke ndani kidogo. Kisha akaanza kufundisha watu neno la Mungu. These people were not washing their nets kwa sababu walikuwa wamevua samaki wengi, wamemaliza, sasa ni final touches wanafanya ndio warudi nyumbani. Walikuwa wanaosha nyavu zao kwa sababu kulikuwa kumekucha na hawana kitu chochote. Professionals will tell you the right time to fish is in the night, and most probably at dawn. These people are professional fishermen. They did their best, lakini wasifanikiwe, wasipate chochote. Friends, let us learn this lesson today. To work without God brings disappointment. To work without Him brings discouragement. Ningetaka upige taswira katika mafikira yako. Uangalie wale wavuvi wanaosha nyavu zao. Hawajapata chochote. Simon says using these ones, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate chochote. Which means they were very tired. Walikuwa wamechoka. It is possible to be tired doing something that gives you nothing. It is very possible. Wamechoka, hawajapata chochote. What do you think these people are suffering from? Disappointment and discouragement. Nyoyo zao zinakuwa zimevunjika kabisa. Hawana tumaini, hawana la kutarajia. They are very tired. Lesson number 2 we want to learn is we must have faith in God. We must have faith in God. We must have faith in God. Verse 5. Simoni akamjibu Yakobo akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Sehemu ya pili. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Hilo ni tendo la imani. Umefanya kazi mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, usipate chochote, lakini kwa neno lake usiwahi tia shaka. Fanya kama awaambiavyo. Naangalia katika karamu iliyoandaliwa, the wedding at Cana of Galilee. Jesus happens to be invited in that wedding, and the host runs out of wine. The wine inakwisha. They don't know what to do next. But I'm happy with how Mary discerns. Anakuja anawaambia imeisha, ni sawa. Chochote atakachowaambia mfanye, fanyeni. Whatever he tells you to do, exactly do that.
obeying the word of God. When we obey the word of God, we get results. Tukitii neno la Mungu, tunapata mavuno, matunda na mazao ya bidii zetu. I think for the students, kama ni mwanafunzi anapoketi darasani anafundishwa kitu ambacho ajui, akifahamu kabisa, tarajio lake ni matokeo mazuri mwishowe. The hope and the wish that for everybody who puts their concern in any work, in anything that they do, is waiting for positive results and great results indeed. This happens only through faith. And we show our faith in God by way of obeying His word. We should have faith that God is the Lord of all creation. Tunaonyesha imani yetu kupitia kutii neno la Mungu. Na kama hauna neno la Mungu moyoni mwako, utatii nini? Kama haumfahamu huyu Mungu, utakayemtii ni nani? Ushirika wako na Mungu uko namna gani siku ya leo? Na sitaki tuangalie siku ya leo pekee yake, ila hapo awali, leo na kesho yake, maisha yako yako namna gani? How is your relationship with God? Colossians 1:16-17 na Wakolosai kwanza mstari wa 16 na 17. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au milki au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwapo kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye amekuwapo kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Everything holds in him. Kuna uwezekano kuna mambo umekuwa ukijaribu kuyaleta pamoja, labda familia yako, labda jamii yako, ama labda ni rangi tofauti, lakini hujakuwa na uwezo. Nataka kukuambia siku ya leo, mpendwa, mambo yote ama vitu vyote ushikana katika yeye. Yeye ambaye tunazungumzia ni Yesu. We are talking about Jesus. The book of John 1:1 talks about, in the beginning was the word. Tangia mwanzo palikuwa neno, neno lilikuwa na Mungu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. In the very beginning. Huyu ni neno ambaye anatumika katika kuumba kila kitu. It is this word we are talking about. And the word in the book of 1 John 1 is not just the word of God. It is Jesus. For the scripture says, and the word of God was there in the very beginning. Nothing is that could have been without him, the word. And the him, this word then, is Jesus. Because the scripture says, he took the form of flesh, and man came and dwelt in our midst. Yesu ndiye neno ambalo tunazungumzia siku ya leo.
Neno la Mungu lina nguvu. Wakati tunaposema neno la Mungu lina nguvu, tunamaanisha kwamba Yesu ana nguvu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The word of God has power. Cast it into the deep, and behold, the catch was so great that they could not complete this work on their own. They had to signal their colleagues to come and help them. When God chooses to bless you, those blessings are not your own. They are yours, your offsprings, and the offsprings of your offsprings. When Peter stands to explain to the Jews, people who stand watching in amazement, how these people are praying in tongues, they are wondering what has happened. He stands and tells them, why are you surprised? As if all these things are happening by our whole word. They are happening because of Jesus Christ. They are happening in this name. The Jesus who came, you persecuted, you tortured, and you killed. His Father resurrected him and seats him at the right hand of God the Father in the heavenly kingdom. It is through his name that these things are happening. Ni kupitia neno lako mambo haya yote yanatimia ama yanafanyika. And he continues to say, if you believe in him, these things will not only happen to you, but they shall be for you and your generations. God is calling you to partake a blessing this day. And this blessing is not on the account of your own self alone, but for everybody who is called together with your name. Everyone who is called together with the name of the Lord shall be blessed. You want the blessings of God? You've got to make a decision today that you need this God. You should have faith that he is the caring God, and by him everything is created. He supplies all our needs. Philippians 4:19. God is so caring that every moment and every time you go in his presence, you pray unto him, anakusikia, anakutimizia. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo